Hili tukio tunazungumzia ni tukio baya ambalo linatakiwa serikali ifuatilie mkondo wake. Atakayebainika sheria kali zichukuliwe zaidi yake. Mtoto wangu tangu siku ya Jumaa ndo amefariki. Baada ya kuwa amefariki nimekwenda kuzika kaburini. Hasa hatimaye kwa siku ya leo asubuhi amekuja mwenyekiti wa kitongoji kunipa taarifa kuwa kuna tukio. Na tumefika kwenye tukio, tumekuta kaburi imesambazwa kabisa na sifahamu walioyafanya mambo hayo. Mzika kwa mtoto mdogo ule. Tukaja asubuhi kwa mangairo kuta salama. Leo asubuhi wale wachimba mchanga wanakuta pale, tumekuletea taarifa nyumbani kwamba kule tumeona tofauti. Kwa hiyo tumefika wote na mwenyekiti wetu wa kitongoji, tumekuja kwa tumekuta tofauti na jinsi tulipomtuliza ndugu yetu. Sasa tukashangaa kwenye kaburi hili, tukaona kabisa kaburi limefukuliwa. Kabati tunashangaa hii hali ni hali ya namna gani? Kwa kweli tulishindwa kuendelea kufanya kazi kulingana na jinsi tulivyoona kwenye kaburi. Sasa ikalazimika nikamwambia mwenzangu kwamba sasa hapa ndugu yangu haiwezekani kuendelea na kazi. Ni afadhali sasa kwa kuwa hali iko hivi, ngoja sasa tuende kwenye uongozi, kaenda kwa mwenyekiti ni mkubwa wake. Wanafamilia walitujulisha kwamba kuna kaburi limefukuliwa. Tulivyoenda pale tukakuta kaburi limefukiwa. Na baada ya kukuta kaburi limefukiwa, kwa hiyo tukaamua kuomba kibali. Na sasa hivi tupo kwenye process za kupata kibali ili tuende tukafukue lile kaburi. Kuangalia ndani kama kuna mwili wa marehemu upo au mwili wa marehemu haupo. Maana sasa hivi kuna watu wamesema mwili umefukuliwa haupo, lakini bado hatujathibitisha. Uthibitisho utakuwepo pale ambapo tutakapoenda kufukua hilo kaburi.